Okay, so hapa tayari nini tushazipanga rangi zetu hapa ambazo tulizitoa kwa AI pale. Then kinachofuatia nitachagua among these palettes au palettes moja hapo ipi ambayo nitakaoielewa. So watu waanze kucheki hapa zipi zinakaa poa. So nitaanza na hii ya kijani hapa. Nataka nione hapo ikiwa kwenye background. Always behind weka dark colors, juu weka light colors au vice versa. Yani usiweke vyote. Let's say background unaweka light na mbele unaweka light, hapana. Kwa always background lazima either iwe light au dark, ifanye contrast na nini na kitu kingine, yani visionekane vyote in the same colors. Kama ni light na light, hapana, iwe light na dark au dark na light. So nitaanza na hiyo hapo, then utakuja kwenye hapa katikati, hakikisha upo hapa kwenye object, then utakuja hapa uta click color, then utakuja hapa, then after that utakuja utakuja kwenye penseli hapa, then nitacopy rangi hapa, copy, then nitakuja nitaweka kwenye background. Hii ni sehemu ya background. Then nitakuja hapa kwenye color, nita add, nitakuja kwenye write, nita highlight zote, then nita paste. Okay, so hiyo ya kijani, ngoja tuangalie na hizi zina play vipi. So kupata hii rangi nita click, nitakuja kwenye object, nitakuja kwenye colors, then nitakuja kwenye jumlisha, nitakuja hapa, nita copy, then nitakuja nita click hii hapa, kwa nitakuja hapa text color, then nitakuja kuipaste hapa hiyo rangi, tiki. Okay, asijatofautiana sana. Perfumes white, moja tuone na hii blue ikiwa nyuma hapa inakuwaje. Kwa hapa ni mwisho siku naangalia rangi zipi ambazo zitakaa poa kwenye jicho lako kama designer, then unawasilisha kwa mteja. Okay, kuja kwenye background color, nita click hapo, then nitakuja nitaipaste hapa. Okay, paste, okay, hii kidogo ipo light, ngoja tuone hii inaonekanaje. So nitai click hapa, tutakuja kwenye color, the same procedure tunafuata ili kuona rangi zinaonekana vipi. Paste, tiki. Okay, no, sorry, hii ndo nitabadilisha color. Kwa kama pale tayari mmeshaona mfano wa ukiweka light colors kwenye background inakuwa hazileti picha nzuri. Okay, Espora Perfumes Hero Essence hapa na yenyewe tuibadilisha, tuweka rangi hiyo kama Espora. Okay, na tuzitoe hizi kwanza, tuone logo yetu inaonekana vipi. Okay, so unaona kitu kinakuwa kinaonekana clear. Let's see sasa nataka move hizi zote kwa pamoja zikae very center. Nitakuja hapa chini, nita click, then nitazi hold hizi, hiyo na hii Espora, hiyo yes, ndio hizi tu. Then nitakuja hapa kwenye edit, sio merge, hapa kwenye edit. Yani ukitaka usizimerge, kila kitu kibaki kina uwezo kwa edited. So kama unavyoona ukitaka viende huku, mimi nimechagua vikae very center. Tiki, baada hapo nakuwa tayari kwa center.
kitu kingine hapa. Okay, let's say nataka ID iendane na hiyo rangi ya hapa, EP iendane na hiyo hivi white, then hii okay, let's see, ngoja tuitengeneze tena. Tulitumia font gani? Tu type D. Okay, this may happen kwamba ipo kwenye kona huku, unakuta huwezi kuivuta vizuri, unakuja tu hapa utaongeza hii, then utaisogeza kama hivyo, then utakuja nitachagua hapa font ni ipi tulioitumia kwenye kutengeneza. I think ni hii hapa. Okay, yeah, ni hii, then copy hii. Okay, so tuweke somewhere hapo. Okay, so hii hapa rangi yake nataka iwe hivi, yeah. Then kitu kingine hapa, tuna uwezo wa kuzoom. Sio kwa hapa. Let's say ngoja tuzimerge kwanza hizi, afu naonyesha kitu. So nitachukua hizi, nitazimerge hapa chini, nitaziclick hizo mbili na nataka kumerge, then nitamerge hapa. Baada ya kuzimerge, nitakuja sasa, nataka nini? Ni iwe kama imepita kwa ndani hivi, then imetokea huku, something like that. Okay, so nitakachokifanya hapa, nitakuja kwenye object, then nitakuja hapa kwenye eraser. So kama unavyoona hapa sasa inaonekana vizuri. Kuna uwezo like nikazoom hapa ambapo nataka nipakate, na kisha zoom, una click hapa, ina lock hiyo zoom yako. Sio hapo. So unaweza sasa kufuta huko. Let's say nataka ile hapa juu iondoke, tupunguze tena. Tupunguze tena hapa, somewhere hapa, then hapa tutoe unjano somewhere hapa, mambo tuione. Unabonyeza zoom out, utabonyeza hapa, then uta click hapa pembeni, yeah, kitu kama hicho. Na hapa chini nitaitoa kidogo, then yeah, something like this, imekaa poa. Na hapa tuje tuitoe au tuweke D kwa juu yake. Let's see, na tu zoom tena. So hivyo, yani hapa tuna test mitambo, kujaribu just kuweka logo yetu iwe very unique. Taifuta hapa, okay, tupunguze tena, somewhere hapo, zoom out, yes, na hapa ngoja kwanza tuione hivi ilivyo. Okay, unaona, so tayari unaanza kuona difference kati ya hii na hii. Kidogo hii ipo more clean, imekaa poa with details kuliko hii. So yeah, hii tuweke pembeni, tuweke hii hapa, then tuendelee tucheki hapa. Ngoja tuitoe copy hii, then tujaribu kufuta na pembeni kwenye hii hapa, then tuone inakaa vipi. Kwa nitakuja kwenye eraser tena, nita click hapa juu kwenye kuzoom, nita zoom in, then nita click hapa,
nitakuja hapa ni kucontrol kubwa eraser yako. Mimi nataka eraser ndogo ndogo hii, then napitisha humo kufuta hiyo. Okay, somewhere hapo, na huku ngoja tupunguze zaidi, somewhere hapo, futa hiyo hapo, punguza tena humo. Ipo more clean way ya kufanya kutoa hizi, taonyesha zote. So this is the first thing, kwamba tumetumia option ya nini ya kufuta hivyo, and sorry, okay, nadhani D ije kwa juu hapa, then hii ipite juu, D hapa ije kwa juu, itakuwa imekaa poa. So all of this utazipata nini through training, through kuangalia watu wengine wa design vipi. So it is just through experience, na unajua nini logo yako iweke vipi. So utaweka D, okay, then kama hivi kadogo huku siwezi kukatoa, utaisogeza tu. Kama unatumia kidole, mimi natumia mouse hapa. Kama unatumia kidole, let's say primero utakuja operative position, hapo utaweka very center, hapo inakaa katikati, then inakuwa ni utaikuza kwa urahisi. Let's say unaona kidole kile ukigusa uipati yengo, utakuja hapa kwenye size, utakuza tu hivi, inakuwa yote sawa. So hiyo D hapo. Tunakuja kwenye font hapa, ngoja tubadilishe font iko wapi? Hii hapa, okay. So hii D ngoja tuibadilishe na yenye rangi, okay. Then sasa takachokifanya na ikuza iwe size sawa na hii D ya nyuma hapa. Njia rahisi ingekuwa hapa, tungekuwa tumeangalia hapa, pia unaweza kuzoom, tungekuwa tumeangalia size ya ED ya nyuma, ingekuwa rahisi. Tungeenda tu kwenye font, kwenye size pale, tukaweka moja kwa moja size yake, but we didn't do that, kwa hiyo inabidi tupunguze manually. Yeah, I think hapo inakaa poa. Is it sogeza mbele hapa, somewhere there. Sasa hapa tutafuta hii hapa, then hapa tutapacha hivi hivi. Kwa nita click hapa, nita click tena, nita click huku pembeni, nitarudi, then sasa nitakuja na image hii na hii hapa ya nyuma, yani hapa. So nita click here, nitakuja hapa, nita click hii na hii, nitazimerge. No, sorry, hapa sitaki kumerge kwanza, nitaifuta hii D kama D kwanza, ili mambo ya bulbul. Sasa let's say unaona kama hii D siwezi kuifuta hapa, sawa, sina option yote ya kuerase text. Ninachokifanya, tutaiconvert hii kuwa nini, kwa object. Kivipi? Tutaingia kwenye object, tuta click kitu chochote lecha kaka box kadogo, tutakaekea rangi same kama hiyo hiyo D, nitakapunguza udogo, then nitakafitisha tukakae humu ndani somewhere there, then nita click hii na hii, afu nita merge, okay. Kwa hii tayari imekuwa kama object, sawa. Then nitakuja hapa kwenye eraser, nitafuta maeneo ya hapa ndo tuli pavunja muda ule, okay. Kwa yeah, hapa tayari inaonekana fresh. Ngoja tu zoom ili to refine each and everything.
kidogo kama imezidi ukubwa hivi. Kwa huko unakuja tu na adjust mwenyewe accordingly. Okay. Roughly ni kama hivyo. So ukitaka ku refine these edges you can, but imeingia ndani imetoka kwa juu. Mimi nimeipenda zaidi. Ila ukitaka ku refine hiki kitu along the way mwenyewe utajua namna ya kufanya. Ila ukitaka ku refine kama hapa, tumia hizi letter, let's say uliweka, utakuja hapa chini hapa kwenye size. Sorry, sio letter tena, ushafanya object. Ila njia nzuri ni zote ziwe nini, utakuja hapa kwenye text, let's say hiyo ndo new text, hapo ndo logo yetu. Utakuja hapa kwenye where is it, hapa kwenye size, hakikisha zote unaziweka size moja. Kama ni 23, zote ziwe 23, itakuwa rahisi kwenye kuedit. Mimi hapa sikufanya hivyo, so ndio maana umeona kidogo zinapishana nini, but naona hii imekaa poa zaidi. Nadhani niende na hii. Basi ngoja tuitoe tu. Okay, so tumalizie hiki cha pembeni hiki. Naweza tu roughly, it's better utengeneze object nyingine au ikate kama hivi, ila mimi just to keep the video short nitakuja kwenye erase hapa, naifuta hii ndani hapa. Okay, so tunaifuta yote kabisa shaifuta, natia tiki hapo, and just like that tayari tumeshapata ili umbo letu. Taiweka ikae center vizuri hapo, then tutakuja na hii tutaipunguza itosheo ndani. Okay, something hapo naona imekaa poa. Ndio kuweka center tuone, na hiyo ikae center. Tusiweze kidogo kwa hapa, najaribu tu kuiadjust ikae sawa. Na hii ukiongeza hii, ukisogeza inasogea sana, ukipunguza inakuwa inasogea kidogo kidogo. Okay, hapo naona iko poa. Then tutazimerge tena hizi nipi copy. Okay, ni hii hapa, ni hii hapa. So nitakuja hapa, nita click hiyo na hiyo, then tazimerge. Okay, after that so hapa tayari weke kae center na naandisha kae center. So hapa na just tunaweka kila kitu kae center vizuri. Kwa just generally tayari hapa tushaweza kucombine vipengele viwili, typography na color, sawa, and overall just the design ya nini ya hii logo yetu tulikuwa tunaifanya kazi hapa. So that is very basic stuff tumepitia leo. So in the next video, kwa leo tuishie hapa, then in the next video tutaingia deep zaidi kwenye vitu vingine. So that's pretty much it in this video. Thank you so much kwa kuangalia. Usisahau ku like, comment, share na rafiki aweze kupata pia ujuzi huu. And chochote kama hujaelewa, just dondosha comment yako hapo chini, then nitakuelezea au clarify each and everything. So thank you so much. Peace.